Nataka nikukumbushe jambo miongoni mwa taarifa ambazo zimetikisa mitandao ya kijamii jioni ya leo ni kutokana na bodi ya ligi kuweka bayana marefari ambao watachezesha kwenye dabi ya Kariakoo tarehe 25, dimba likiwa ni Benjamin Mkapa. Kesho kutwa tu kitoa leo. Ni marefa kutoka Misri na kila mtu anakuja na mtazamo wake. Kwa nini Misri? Kwa nini marefa wanatoka nje ya Tanzania? Marefa wetu wa ndani hawawezi. Nini ambacho kimesababisha hili kufanyika? Na vingi vimezuka kwa mitandao ya kijamii. Naitwa Diego, niko na Kilo Finest Ghalib Mzinga na kupata tathmini ya kinifu yenye hadhi ya kimataifa, kile ambacho huenda unatamani kufahamu na kujua kuhusu marefa hawa. Kwa nini wanatoka Misri? Nafikiri umeona taarifa ya bodi ya ligi. Yes. Kuhusu marefa ambao watachezesha tarehe 25. Seti ya marefari wa ndani, yani kimesha anachezesha katikati, lineman wa pembeni pamoja na mwamuzi wa akiba. Wote wanatoka Misri. Yeah. Kwa nini Misri? Nadhani Misri kwa sababu Misri ni miongoni mwa mataifa ambayo yamepiga hatua kubwa sana kwenye mpira wa Afrika. Na inatajwa ligi yao kuwa nambari 1 kwa viwango, yani viwango vya CAF. Ligi yao ni nambari 1. Lakini kwa ubora, tunaposema viwango vya CAF ni story tofauti na ubora. Viwango vya CAF ni ile performance ya miaka 5 nyuma. Lakini pia tukija kwenye performance ya miaka mingi, achana tu na 5. Miaka mingi ligi ya Misri imekuwa number 1. Lakini tukija katika viwango vya ubora ambapo shirika la takwimu la kimataifa na rekodi za soka linahitaja kama ligi namba 1 kwa ubora, kwa uimara, ni ligi ya Misri. Kwa hiyo ni ligi ambayo inaaminika, ni ligi ambayo mpaka inakuwa nambari 1. Maana yake vitu vyao vingi ndani ni vizuri. Of course ndani yake kuna siasa zao, lakini vitu vyao vingi ni vizuri. Umenielewa? Miongoni mwa maeneo ambayo yanaonekana kuwa ni mazuri ni pamoja na sehemu ya waamuzi. Yes, ingawaje ndani kwa ndani kuna changamoto ambazo zinaendelea. Kwa maana ndani ya Misri wenyewe kwa wenyewe wana changamoto zao za kutoamini waamuzi wao, hususan inapokuja mechi kubwa ya Cairo Derby au Pyramids Ahli, Pyramids Zamalek. Kidogo kunakuwa na utofauti. Sasa ni hiyo tu ndio inachafua taswira ya waamuzi. Lakini kwa sababu ni makubaliano na ni imani ambazo wako nazo, kwa sababu nchi ya Misri raia wamegawanyika, upande Zamalek, upande Ahli, tunaamini kwamba kila mwamuzi atakayechezesha kama sio upande wa Zamalek basi atakuwa upande upi? Wa Ahli. Hiyo ni imani tu ambayo wako nayo. That's why ni sehemu ambayo kidogo inatia dosari. Lakini haimaanishi kwamba waamuzi wao wabaya. No, wana waamuzi wengi wazuri ambao wanafanya vizuri ndani ya Misri na nje ya Misri. Sawa sawa. Yeah. Hii mada sisi imeanza kutuingia kwamba mwamuzi akichezesha dabi huenda akawa na upande mmoja kati ya timu mbili. Nikimaanisha Simba au Yanga, kwa sababu kulikuwa kuna uwezekano wa kupata marefa kwenye mataifa ya karibu na Tanzania. Kwa nini wameenda mbali sana na sio karibu na nchi yetu hapa? Najaribu kufikiria tu mimi. Ghalib Mzinga. Nafikiria upande wa pili wa shilingi watu wamekuwa wanalalamika sana juu ya waamuzi. Na ukitazama picha ya ndani zaidi unaona watu wanalalamika, inaonekana kama waamuzi wanaharibu mechi labda kwa makusudi. Naposema kwa makusudi, labda kuna element za rushwa. Umeelewa? Kuna vitu vingi ambavyo unaweza kufikiria hapo ndani. Labda kuna hizo element za rushwa maybe. Kwa hiyo ukichukua mwamuzi kutoka kwenye mataifa haya ya jirani, ni waamuzi ambao pengine wanaweza kuwa wanafikika kiurahisi. Lakini ukienda kwenye distance ya mbali na umemtangaza mwamuzi ikiwa 2 days to go. Umeelewa? Kidogo kuna 1 day. Almost 1 day. 1 day to go. Yeah, 1 day to go. Unaona kuna ugumu wa iko kitu kutokea. Sasa waamuzi majirani wapo, waamuzi wengi wazuri. Tena ni mataifa ambayo yanatuzunguka. The like of hapo Kenya yupo Peter Waweru. Ni one of the best referee. Yes, yuko hapo na ameshakuja mara kadhaa hapa Tanzania kuchezesha. Lakini msimu uliopita pia alichezesha finali, unazungumzia 23-24. Alichezesha finali ya Confederation Cup. Yes. Huyu anatoka Kenya. Wapo waamuzi kutoka Burundi. Yupo Pacific Ndawe Habinimana. Ni one of the best referee, alichezesha hapa Simba
Kaizer Chiefs kama unakumbuka goli 3 alichezesha. Yupo mwamuzi anaitwa Georges Gatogato aliwahi kuchezesha hapa Simba na ilikuwa Platinums ya kina Chikwendele ya Zimbabwe. Goli 4 ile Wida ile. Goli 4 yes, Wida. Alichezesha ile. Rwanda wapo kina Samuel Winkunda. Ni waamuzi wakubwa sana Afrika ambao wanawategemea. Yupo Salima Mukansanga. Mwanamama huyu ambaye alienda hadi World Cup. Umeelewa? Hayo nimejaribu kuzungumzia tu kwenye mataifa haya jirani. Lakini DRC wanaye Jean-Jacques Ngavondala. Yes, mwamuzi wako. Kwa hiyo hawa ni waamuzi ambao ni top referees. Sawa? Ni waamuzi, na hapo ndani yake kuna waamuzi ambao wanamzidi CV huyo Amin Omar. Ambaye anakwenda kuchezesha hii mechi. Lakini wameamua kwenda mbali kwa sababu wanajua maneno yatakuwa mengi, lawama hazitakuwa nyingi, labda shutuma hazitakuwepo, na ndio maana ameamua kwenda mbali, na ni muda mfupi amemtangaza kwa ajili ya kuingia kwenye hii dabi. Sawa. Tumzungumze kidogo mwamuzi wa kati huyu ambaye ndio watu wengi wanamzungumzia kuhusiana na experience yake pia, kwa sababu ukiangalia dabi ya Kariakoo ni miongoni mwa michezo mikubwa barani Afrika. Sio Tanzania inakuwa imesimama, lakini mchezo ambao una hadhi ya kuisimamisha Afrika. Watu kuangalia nini kinakwenda kutokea tarehe 25. Wasifu wake nikimaanisha kwa uzoefu ni mkubwa kiasi gani mpaka tuseme anatosha kuiamua Kariakoo dabi kuliko marefa wetu wa ndani? Yes, mwanzo alikwambia ligi ya Misri ni bora kwa viwango, ligi ya Misri ni imara. Huyu ndiye top referee ndani ya Misri. Sawa? Katika ligi bora, ligi nambari 1 Afrika, huyu ndio top wao. Simply kwa lugha kuna lugha ya pili unaweza kufikiria kwamba amechukuliwa mwamuzi bora Afrika. Yaani unaweza kufikiria hivyo. Lakini haimaanishi hivyo, hapana. Wapo waamuzi kibao ambao wamemzidi kwa wasifu na wanafanya vizuri zaidi. Mfano, krimu yetu Afrika tunaamini ipo katika finali za kombe la dunia. Wale waamuzi 5. Ile ndio krimu ambayo CAF wametoa hii iende katika World Cup. Iende katika World Cup. Shaona? Wameenda kule na wala hawakuzingatia sana masuala ya kanda. Sawa, kwa sababu ungezingatia kanda maana yake ilibidi kaskazini atoke mmoja, sio hapa atoke mmoja, hapa atoke mmoja. Na wapo waamuzi bora Afrika, kila kanda yupo mwamuzi bora. Lakini hawakuchagua hivyo. Kwa mfano Western Africa kule wameenda waamuzi 2 kutoka Afrika ya kaskazini. Ameenda Ibrahim Mutaz wa Libya, ameenda Mustafa Horbal wa Algeria. Sawa. Afrika kaskazini ameenda Issa C, ameenda Beida Dahane. Ile ni Afrika ya Magharibi ile. Sawa. Kwa hiyo North wameenda 2, West wameenda 2. Alafu mmoja ndio ametoka UNIFAC Central Africa. Ameenda Jean-Jacques Ngavondala. Lakini Sekafa hakuna mwamuzi. Kosafa hakuna mwamuzi. Umeelewa? Kwa hiyo na Kosafa wanao waamuzi wao bora na ni wazuri. The like of Tom Abongile ambaye yuko South Africa. Lakini ukija Sekafa sisi tunao waamuzi wengi wazuri akiwemo Bamlak Tisama kutoka Ethiopia. Waamuzi ambao wana experience kubwa. Lakini mpaka wanaenda Egypt kwa sababu ni ligi bora, ni ligi ambayo inafanya vizuri. Shaona, kwa hiyo hata waamuzi wake wameenda kwenye ligi bora. Nadhani mmezingatia hiyo. Kwenye huyu ndio mwamuzi bora kutoka katika ligi bora, that's why akaamua kumchukua. Lakini tukizungumza kuhusu uzoefu yuko nao, amechezesha michezo mingi mikubwa kwa kipindi kirefu. Nadhani kwenye miaka hii ya 2013-14 hapa ndo alianza kuwa promoted to the Premier League. Lakini kwenye CAF kwenye miaka 2019, 20, 2021 ndo ameanza kufanya kazi na CAF kwa maana michuano ya CAF. Kwa hiyo tayari ni experience ambayo inamtosha. Na ni mwamuzi ambaye Diego huwa wanamtumia pia hata Tunisia. Tunisia katika ligi yao zile mechi tata huwa wanamwalika. Yes. Na huwa ni utaratibu, sisi kwetu kunawezekana kama ndo story kwa mara ya kwanza, ni utaratibu wa zile yale mataifa ya Afrika Kaskazini. Wanapeana sana waamuzi, wanaalikana sana. Mechi ni ngumu, anacheza Esperance na Etoile du Sahel ndani ya Tunisia. Mwamuzi atoke Tunisia. Mwamuzi nenda Egypt, kachukua Amin Omar. Lete hapa Mustafa Horbal, nenda Morocco, kachezesha Raja na Wydad. Aenda kuchezesha. Kwa hiyo ni watu ambao wanashare hao waamuzi. Umeelewa? Ingaje sisi tumeenda mbali zaidi. Tumeenda mpaka Northern Africa. Hatujataka kuchukua safari ndefu kutoka huko, lazima uzunguke, kama sio Dubai, Ethiopia.
Ndio ila moja kwa moja sidhani kama kunaendelea. Mimi sije kufika Misri, kwa hizo njia kando ananiambia basi ndo ananiambia. Yaani kwa uzoefu sijawahi kusikia safari moja kwa moja kutoka Tanzania kwenda Misri. Hata timu zetu zinazoenda kucheza mechi kule unasikia wanaunga route kutoka Tanzania kwenda Ethiopia au wanapitia Dubai, wengine wanapitia Uturuki kuzunguka hivi. Yes, na hapa nimekumbuka kuna Somalia sikuwataja. Wanaye mwamuzi wao kijana mzuri sana anaitwa Abdulkadir Artan. One of the best referee. Yuko pale. CAF wanamtumainia sana huyo. Na amechezesha alichezesha finali hii ya msimu huu iliyoisha ya Mamelodi na Pyramids. Bwana mdogo tu, lakini ilikuwa ni miongoni mwa trending stories. Kijana mdogo amechezesha mechi kubwa yenye pressure aina yake, amerudi Somalia, anapigwa makofi, anapokelewa Somalia. Ni Msomali, Somali ni Sekafa. Tungeweza kumfuata pale. Jirani kabisa. Jirani. Tukamleta hapa angeweza kufanya, lakini wameona haitoshi kwenda Somalia. Wakaamua kwenda mbali zaidi. Basi hata Zanzibar. Zanzibar kuna yupo mwamuzi ile jina lake tu nimemsahau. Mwamuzi mmoja kijana anachomekea hivi, mbele zake ziko mbele ya mrefu hivi. Sio sana. Yes. Wangeweza kumchukua Peter Waweru. Wangeweza kuchukua hapo, angeleta. Kwa hiyo ni fikra za kuamua wenyewe kwenda mbele, lakini huyu mwamuzi experience yake inatosha. Amesha handle michezo mingi mikubwa. Miongoni mwa mechi ambayo ilikuwa na tension na pressure kubwa Afrika kwenye miaka hivi karibuni ilikuwa ni Young Africans na Mamelodi Sundowns ambayo ilichezwa hapa Dar es Salaam. Ndio alikuwa mwamuzi wakati wa ile mechi. Sawa. Tuzungumze kuhusu mapokezi ya hili. Kila mtu amepokea kwa namna yake. Reaction ni kubwa kwa mitandao ya kijamii. Maoni yamekuwa mengi pia. Kwa upande wako, hili umelipokeaje? Imekuwa ni kwa mara ya kwanza kwenye hizi dabi za Kariakoo mwamuzi kutoka nje kuja kuchezesha. Umekuwa na mtazamo gani juu ya hili? Hata ukiangalia reaction kubwa, watu wamepongeza mpango huyu mwamuzi kuja. Na naamini hata kama isingekuwa mwamuzi kutoka Misri, hata kama ingekuwa mwamuzi kutoka nchi nyingine yote, watu wangepongeza. Yes, kwa sababu of course malalamiko yamekuwa mengi. Malalamiko sasa yanaonekana. Kwani swala malalamiko ni swala kificho? Hapana, malalamiko yamekuwa mengi. Watu wanalalamika sana juu ya waamuzi. Lakini kwenda kuchukua mwamuzi mwingine nje inarudishia imani watu. Kuna mtu mwingine yeye ana imani tu. Kwa mfano inawezekana watu wa Simba hawana imani na Diego. Yaani sisi watu kuamini tu. Kwa sababu tukera yaani hujakosea chochote, unaona kosa moja la kibinadamu. Nika watu kuamini. Lakini kuna wengine hawaamini upande mwingine pia. Inawezekana Young Africans pia hawaamini upande wa Ruge. So bwana sisi hatumuelewi. Kwa hiyo hivyo vitu vipo. Malalamiko yamekuwepo mengi sana. Kwa hiyo unapotoka hiyo maana yake unaenda kuzima yale malalamiko. Na mwamuzi ambaye yupo katika ule umoja wa waamuzi wengine wa Misri ambao hawaaminiki ndani ya Misri, lakini sio hawaaminiki kwa sababu wanaharibu, hawaaminiki kwa sababu ya hofu ambayo iko ndani ya Misri wenyewe, yani hawaaminiane. Na kimsingi mataifa mengi ambayo yana timu hizi strong, timu kubwa, pressure za namna hii lazima ziwepo. Mimi binafsi kuona kaja mwamuzi kutoka nje kaletwa ndani ni miongoni mwa vielelezo kwamba football imekuwa pressure ni kubwa. Tumeanza kupanua wigo sasa. Yani pressure ni kubwa ndani, watu wanapenda pressure kubwa kwa sababu football yetu imechangamka. Imekuwa watu wanapenda timu zao. Kwa hiyo pressure ameleta sasa watu wametoka nje nchi kuna kutafuta mwamuzi mwingine kuleta huko ndani. Lakini ndio hivyo, kuna changamoto ya wao kwao Misri, waamuzi wa ndani kidogo na hawaaminiki katika hizi dabi kubwa. Haimaanishi kwamba hawafanyi vizuri, lakini ndio mambo ya imani na hofu. Lakini wapo waamuzi ambao wanatoka kwenye ligi ambazo ni dhaifu kabisa na ni top referees. Umeelewa? Ndio. Kwa mfano huyu nimemzungumzia Abdulkadir Artan kutoka Somalia. Nitaje timu moja ya Somalia wanajua. Tuendelee. Hamna. Muone. Yaani hamna timu Somalia? No, zipo na ligi ipo, lakini nasema hatuzijui timu zao. Of course mimi nasijua, najua Horsed ndo greatest. Lakini
ambao jana juzi pia unazungumzia. Nafikiri ni hao tu. Tuendelee Kilwa. Mogadishu City. Sawa. Tuendelee. Anyways, kwa hiyo kwenye swala la waamuzi unaweza kawa unatoka tu kwenye taifa dhaifu afu kawa top referee. Burundi ligi yao ni miongoni mwa ligi bora? Hapana. Lakini Georges Gato anatoka kule, Pacific Ndahabimana anatoka kule. Hawa nani Ethiopia. Ligi yao miongoni mwa ligi dhaifu tu sasa hivi. Bamlak Tesama anatoka kule. Beida Dahane, one of the top referees in Africa. Anatokea Mauritania hapa. Lakini ukienda kuangalia zile nchi kubwa kubwa zile za mpira, South Africa sijui Egypt yao wenyewe, ukienda kuangalia sijui Morocco, hao waamuzi wakuti kwa sababu ya nature ya mpira wao. Umeelewa? Kwa hiyo that's so. Sawa. Nafikiri tumeliweka sawa. Yeah, kabisa. Umeenjoy? Alhamdulillah. Batseme hivyo kheri. Inshallah. Sawa. Bwana, huyo ni Kilwa Finest, mchambuzi na mtangazaji wa kandanda kutoka Azam TV. Tumeyazungumza mengi kweli kweli kuhusiana na marefari ambao watachezesha mchezo wa Kariakoo Derby kesho kutwa tarehe 25. Dimba ni Benjamin Mkapa kuanzia saa 11 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki.